sana ndugu zangu waandishi wa habari, habari za asubuhi na poleni na safari. Lakini pia niwashukuru sana kwa sababu mmeitikia wito wangu, wengine mkitokea Mwanza na nini. Karibuni sana Bunda. Kwa majina naitwa mwanaharakati huru Cyprian Majura Musimba Nyamagambile. Nimekuwa nazungumza ninapoona kuna mambo ambayo sio mema, na siku zote nimekuwa ninasema kwamba unapokuwa unatoa taarifa ambazo ni za kupotosha, unatakiwa ujibiwe na watu kama mimi. Nimemsikiliza mwanachama mpya wa ACT Wazalendo Bernard Camillus Membe. Amezungumza wakati anakaribishwa rasmi kuwa mwanachama halali wa chama cha Bwana Zitto Kabwe. Mambo makubwa mawili ambayo nimeona amezungumza na ambayo ndio yamenipelekea mpaka kuwaiteni niweze kujibu kama mwanaharakati huru, na sijatumwa na mtu yoyote, wala mimi sio msemaji wa serikali wala sisi. Mimi najibu kama mimi kama mwanaharakati huru. Amezungumzia kuhusu bandari ya Bagamoyo. Hilo lilikuwa ni jambo lake la kwanza. Akazungumzia kuhusu wafanyabiashara na akamkejeli sana mwenye nchi yake. Niliwahi kusema huko nyuma kwamba nchi yetu ilitengenezwa na waasisi wetu wakiwa na malengo ya kuwapa maendeleo wa Tanzania mmoja mmoja, lakini pia kulinda rasilimali za nchi yetu. Mambo mawili yalikuwa ni hayo: kuleta maendeleo, kulinda rasilimali za nchi yetu, kwa sababu uhuru tushapata uhuru. Lakini ukishapata uhuru, ni kitu gani kitakufanya wananchi wako wafurahie nchi yako? Ni kulinda rasilimali za nchi, lakini pili, rasilimali hizo ziwanufaishe wa Tanzania. Bernard Camillus Membe alikuwa ni miongoni mwa viongozi wa nchi yetu waandamizi, na siku zote nimekuwa ninasema, unapokosoa mtu aliyoko sasa, angalia na huko nyuma kulikuwa na mambo gani. Mradi wa Bagamoyo ulikuwa ni mradi mkubwa katika nchi yetu, lakini ulikuwa ni mradi wa hovyo. Narudia tena, mradi wa Bagamoyo ulikuwa ni mradi mkubwa, lakini ulikuwa ni mradi wa hovyo. Ulikuwa una faida wala tija kwa Watanzania. Kampuni ya China hii ilikuwa inaendeleza eneo la Bagamoyo kama kutujengea bandari, lakini walikuwa na masharti ya kusijengwe bandari yoyote kuanzia Kilwa, Tanga, Mtwara hadi Dar es Salaam mpaka Mbamba Bay. Yaani wao wakishajenga bandari pale Bagamoyo, hautakiwi kuendeleza bandari yoyote katika ukanda wa Pwani. Ndio alikuwa masharti yao. Lakini ile ni ardhi ya Watanzania. Unapotaka kumiliki ardhi ya Tanzania, kuna sheria na taratibu zake. TRA, sharti la pili ilikuwa TRA haitakiwi kukusanya ushuru wala kodi katika eneo lile, na walitaka wapewe hakikisho la miaka 33. Mwangalia Watanzania wenzangu, Membe anasema atarejesha bandari ya Bagamoyo, na waliovunja mkataba ule hawakuwa na nia njema na nchi yetu.
Membe ndio hana nia njema na nchi yetu. Wanataka kupora ardhi ya Tanzania, ya Watanzania kwa miaka 33. Ya kusema nyuma kwamba kuna watu walilewa madaraka. Unauza ardhi ya Tanzania kwa miaka 33. Mtakumbuka kuna migodi ya madini, watu walikuwa wanakodisha migodi ya madini miaka 99. Moja wapo ni Mara. Madini yaliwanufaisha nini wa Tanzania? Bandari iliwanufaisha nini wa Tanzania? Serikali ya awamu ya 5 ikaja na mabadiliko ya mikataba kwenye migodi na mikataba mingine yote mibovu katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu, yakiwemo kwenye migodi, madini na maeneo mengine. Mkataba wa bandari ya Bagamoyo ulikuwa inatolewa hati kwa hiyo kampuni ya China miaka 99. Yaani wale wa China wanamiliki lile eneo miaka 99 bila Mtanzania kugusa yoyote. Leo mwanachama mpya wa ACT Wazalendo ama mwanachama mpya wa Zitto Kabwe, Bernard Kabiru Simembe, anasema atarejesha hiyo bandari akija kuwa rais wa nchi hii. Labda rais wa Rondo, sio rais wa Tanzania. Wajibu wa kiongozi yoyote wa nchi ni kulinda na kusimamia rasilimali za nchi bila woga, kwa sababu leo ukiuza bandari ya Bagamoyo unawapa hati kwa miaka 99. Maanake Watanzania wote wa Bagamoyo na Pwani hawana uhalali wa kutembelea au hata kufika tu eneo lile la bandari. Miaka 99 walikuwa wanapewa hati kwa miaka 99 Bagamoyo. Hayo masharti yalikuwa hayakubaliki. Unauza ardhi ya Tanzania kwa sababu Watanzania baadhi walikuwa na share, na miongoni mwao waliokuwa na share kwenye hiyo kampuni ni Bernard Camillus Membe. Kwa hiyo serikali iliyovunja ule mkataba walihaa kwa sababu kulikuwa na fedha nyingi, walikuwa wanapata mabilioni ya pesa kutokana na huo mkataba. Leo anasema hii kampuni ya China Merchant Holdings International ambayo ndio walikuwa wanaendesha hii bandari, ndio walikuwa wanachukua hiyo bandari, kwamba yeye Membe atawarejesha akiwa rais wa chama cha ngumu. Maana rais wa Tanzania ni ngumu, labda rais wa chama cha ngumu. Hii kampuni ilikuwa inaitwa China Merchant Holdings International, ndio alikuwa anakuwa mwendeshaji mkubwa wa hiyo bandari ya Bagamoyo. Membe alikuwa na share. Sasa ni mwaka wa uchaguzi, mtu hawezi kupotosha kwamba mheshimiwa rais wetu alifanya mambo ambayo sio mazuri, halafu watu kakaa kimya. Mimi siwezi kukaa kimya kwa sababu ninaamini Rais Magufuli amewatendea haki wa Tanzania. Na moja ya haki aliyowatendea wa Tanzania ni kuzuia mkataba huu mbovu wa kupewa hati miaka 99 bila Watanzania kukanyaga, na Watanzania walikuwa waruhusiwi kuendeleza bandari zote za ukanda wa Pwani zote, Lindi, Mtwara, Dar es Salaam mpaka Bamba Bay. Wachina pekee ndio walitakiwa kufanya hiyo kazi, Wachina pekee yao. Halafu unasema Watanzania wana uhuru? Ni nchi ya namna gani ambayo inauza ardhi miaka 99? Sasa mimi nilishasema mtu yoyote anayekusudia kuzungumza kwa kupotosha Watanzania, siwezi kuacha kuongea, kwa sababu nchi hii tutailinda kwa nguvu zote, ikiwezekana hata kwa mtutu, lakini hakuna mtu atakayeweza kuhamisha rasilimali ya nchi hii. Hayupo. Wakina Membe walilewa madaraka, na walilewa madaraka mpaka wakafikia kipindi wanataka kuuza ardhi ya Tanzania miaka 99. Maanake wale wa China wakisha kuwa na bandari pale Bagamoyo,
hautaki kujenga bandari Lindi popote pale, hautaki kujenga bandari Mtwara, hautaki kujenga bandari Dar es Salaam, hiyo kuiendeleza ilikuwa ni marufuku. Leo Membe anasema kwamba bandari hii atairejesha ijengwe upya. Maana yake anataka kuuza ardhi ya Watanzania wa Bagamoyo na Pwani na Tanzania kwa ujumla miaka 99. Na wakati huo huo maana yake bandari zote za ukanda wa Pwani hakuna kuendelezwa. Nikaona niwaite ndugu zangu waandishi wa habari, mnifikishie ujumbe huu kwa Watanzania kwamba nchi hii italindwa, rasilimali za nchi hii zitalindwa, Mheshimiwa Rais Magufuli atalindwa, atatetewa kwa sababu ndiye kiongozi wetu na hakuna mtu mwenye uhalali wa kupotosha kuhusu rais wetu. Magufuli tulimchagua wenyewe kwa mujibu wa katiba, kwa kidemokrasia. Wajibu wa kumlinda Rais Magufuli ni wetu sisi wa Tanzania. Hawezi kutoka mtu Kenya, akatoka mtu Uganda, haja msemeni Magufuli na kumtetea. Haipo. Ni sisi wa Tanzania wenye jukumu la kumtetea rais wetu, serikali yetu, ardhi yetu, rasilimali zetu. Ni sisi wenyewe. Sasa utawala wa Membe ulikuwa umelewa madaraka. Ndio maana walikuwa wanauza madini, migodi hii wanauza kwa bei chee. Leo ukienda Msoma vijijini ni mashimo. Ukienda kwa wananchi wa Msoma vijijini wanalia na kusaga meno, hawana chochote. Rais Magufuli amekuja kufanya mabadiliko makubwa kwenye migodi ya madini. Kwenye bandari watu walikuwa wanavuna. Bandari za Tanzania zilikuwa zinufaishi nchi. Pesa zilikuwa zinaenda kwenye mifuko ya watu. Watu 55 wanataabika kwa sababu ya wahuni wachache, wezi, mafisadi, majizi yanakula hela, hapo watu wanataabika tu. Mheshimiwa Rais Magufuli leo anasomesha watoto wa maskini Tanzania bure kuanzia chekechea mpaka kidato cha 4. Serikali ya kina Membe ilikuwa wapi kufanya hayo? Mwalimu Nyerere alikaa madarakani miaka 24. Alitoa elimu bure. Membe mwenyewe kasoma bure chini ya Mwalimu Nyerere. Alikuwa anakula mkate bure, wanapewa madaftari bure. Amekuja Magufuli leo anasomesha watoto wa Tanzania bure, akiwemo mjomba wake Membe, mpwa wake Membe, kijana wake Membe, anasomeshwa na Magufuli bure. Leo anataka kuuza bandari ya Bagamoyo kwa watu wa nje. Kwa hiyo mimi nishasema, nitasema, na ni haki yangu kusema kwa mujibu wa katiba hii, ibara ya 18 katiba hii ya Tanzania. Wakati mwingine unaweza kusema maneno makali wakasema wanatukana wazee wao, lakini mimi nasema tena, tumshukuru Mungu kwa kumleta Rais Magufuli, lakini Mheshimiwa Magufuli amepambana na wahuni. Mimi nawaita wahuni. Walishaharibu hii nchi, walishaitafuna hii nchi. Amevunja mikataba ya ovyo yote, wanapambana naye kutaka kumharibia. Na nilisema, naombeni wa Tanzania wanaonisikiliza na kunitazama, msikubali nchi yenu itafunwe na hawa wahuni. Magufuli anawatakia mema, Magufuli anawapenda. Amezuia mianya mingi ya rushwa, kazuia wizi bandarini, kwenye migodi, kwenye maliasili na utalii, kazuia. Leo hatusikii simba wanaibiwa, simba wanauliwa, tembo, faru, twiga walikuwa wanapakiwa kwenye ndege wanakwenda Ulaya. Mheshimiwa Rais Magufuli amezuia yote haya. Membe anasema na kutoa maneno ya kejeli kuhusu kiongozi wetu. Zito amemkaribisha, alikuwa ni mwenyekiti wa PIC. Wakina Zito ndio waliongoza kuuza nchi hii kwa wazungu na kwa wageni kwenye migodi. Zito Kabwe alikuwa mwenyekiti wa PIC. Leo Rais Magufuli amezuia wizi wote katika nchi yetu. Leo mama ntilie wanatembea mitaani
wanapika vitumbua, wanapika uji, wanapika chai kwa sababu ya Magufuli. Miaka 10 ya Bernard Membe hakuna mama ntilie wala bodaboda aliyekuwa anatembea mtaani akiwa huru. Magufuli amewafanya bodaboda, mama ntilie na vijana machinga wanakaa mitaani wanafurahia nchi yao. Watu wengi tumesoma kwa sababu baba zetu ni wavuvi, mama zetu ni mama ntilie, walikuwa hivyo. Lakini watu wamesoma mpaka vyuo vikuu kutokana na mama yako ni mama ntilie, baba yako ni mvuvi. Magufuli leo anawalinda hao, anawaprotect hao, wasomeshe watoto wao kwa kazi zao, wasikimbizwe mitaani. Leo Membe anaona kama rais afanye mambo mazuri kwa kuwatetea wanyonge na kuwalinda wanyonge. Ni muhuni, mimi nawaita ni wahuni. Zitto Kabwe alikuwa sehemu ya watu waliofilisi NSSF. Wakajenga mradi wa Kigamboni wa mabilioni ya fedha. Kwanza ningekuwa mimi leo hii Zitto Kabwe alikuwa mahakamani. Membe ambaye leo anataka kurudisha hii kampuni ya kiuni ya Wachina hii ambayo Djibouti walifukuza kwa sababu ya wizi na ufisadi. Hawa watu walizoea kuiba, wamezuiwa kuiba, wanaleta hasira. Wamezuiwa, wameziba mianya. Magufuli kaziba mianya. Bandari hii Djibouti walifukuza. Djibouti hii kampuni, sio bandari, kampuni walikuwa wanakwenda kujenga bandari Djibouti, wakaifukuza. Ethiopia walifukuza. Leo Membe anataka tuipe nafasi Tanzania. Nchi hii sio shamba la bibi tena, italindwa kwa nguvu zote na Rais Magufuli. Na waombeni wa Tanzania, mteteeni, mlindeni rais wenu. Ana nia njema na nchi hii. Moja ya nia njema ni kuhakikisha kwamba rasilimali za nchi yetu zinalindwa. Balozi zetu za nje, wakati Membe akiwa waziri wa mambo ya nje, ufisadi uliokuwa unatumika kwenye hizo balozi hauzungumziki. Membe, kuna siku niliwahi kumsema, nikasema, na ndio maana mpaka akaja kuzungumza na yeye. Alikuwa anapigia simu mabalozi, baadhi ya mabalozi, anawaambia fanyeni kazi ya kuwashawishi wawekezaji kutokuja kuwekeza Tanzania ili Mheshimiwa Rais Magufuli asifanikishe miradi yake. Membe alikuwa miongoni mwao. Na kwa sababu tu ningewaletea karatasi ya kampuni moja ya Urusi ambayo Membe aliwapigia simu, akawaita Masaki pale nyumbani kwake, akawashawishi, shaurini wazungu wasije kuwekeza Tanzania. Ni Warusi hao jamaa. Katika kijana wa Tanzania aliyekuwa na hao wazungu alinifuata mimi personal, akasema angalia anachofanya Membe. Na kama mtakumbuka ndio nilipoaga nikasema kuna kampuni hapa zinakuja anaziita, anashauri msiwekeze hapa Tanzania. Ni mtu ovyo sana yule. Magufuli anajenga miradi si kwa faida yake na familia yake, ni kwa faida ya Tanzania na kizazi kinachokuja. Membe ile fedha ya Gaddafi karibu bilioni 22 bilioni na kampuni yake, hao jamaa ambao Membe ndiye aliwakingia kifua, wakaenda wakachota fedha ya Gaddafi, na kulikuwa na fedha ya mradi wa kiwanda cha simenti Lindi. Ni pesa mbili tofauti. Hao jamaa mpaka leo wamekimbia, hawajulikani walipo. Lakini ni nani aliwadefend kuchukua mabilioni ya fedha ya Tanzania ambao alilipa kodi yao, akasema kiwanda kitajengwa Lindi. Leo Lindi hakuna kiwanda. Pesa amechukua Membe na genge lake Lindi. Na kwa sababu alikuwa mjanja sana, anakwenda sehemu anapiga dili, anawatumia majina mengine ama kampuni nyingine, kumbe yeye ndio yuko nyuma. Pesa inatoka, wanagawana.
ndio Memba alivyochukua pesa ya kiwanda cha simenti Lindi. Lakini mimi nasema kuna ushahidi wa kimazingira. Mimi Memba ningekuwa ndio kiongozi, ningemtia ndani tu, singemwacha, kwa sababu wale watu wote wale ambao walichukua hizo fedha za kiwanda cha Lindi anawajua na alikuwa nao karibu, na yeye ndo alikuwa mdhamini wao. Utasemaje Memba usiki na huo wizi? Fedha ya Gaddafi ilitolewa kwa ajili ya maendeleo ya Tanzania kabla hajauliwa. Baada ya Gaddafi kufariki tu, hatujui hata hiyo pesa ilienda wapi. Na kwa taarifa yenu kwa Tanzania, balozi mdogo wa Libya nchini Tanzania alipigwa risasi na wala haijulikani alipigwaje risasi. Walikuwa kuna Memba hawa. Kwa sababu hiyo nataka tuseme, kuja tuseme tu. Anakuja kuongea nonsense kuhusu bandari ya Bagamoyo. Unataka uuze ardhi ya Tanzania miaka 99, wewe ni nani? Miaka 99. Wale Wakwele wale na Wazaramo wa Bagamoyo pale wangeishije wale? Yaani wanajenga bandari Mkwele, Mzaramo, Mjita, Machinga, sijui Mnyakyusa, hatakiwi kukanyaga kwenye eneo lile. Yaani wewe ni Mtanzania ambaye upasi kukanyaga. Leo anakwenda kuongea vitu ambavyo anavijua. Membe ni kati ya wezi wakubwa wa nchi. Wezi wakubwa. Tukisema wanasema unawasema vibaya viongozi. Kiongozi gani? Mwalimu Nyerere alikuwa kiongozi, mbona tumseme? Warioba alikuwa kiongozi, mbona tumseme kama alikuwa mwizi? Sokoine Moringe alikuwa kiongozi, mbona tuseme kama alikuwa mwizi? Kawawa Rashid amekufa akiwa maskini. Hana kitu. Nchi kuna watu kama kina Kawawa waliumia kwa sababu ya Tanzania. Mwalimu aliumia kwa sababu ya Tanzania. Nyumba ameenda kujengewa na JKT. Leo Membe anataka kuifanya nchi kama ya kwake. Anasema kahudumia sio nchi. Unaweza kuhudumia ukawa mfanyakazi wa umma lakini ukawa mwizi. Unaweza kuwa kiongozi wa serikali, wewe ndio kwa sehemu ya kupitisha rasilimali za nchi kwenda nje. Halafu unajifanya unafanya kazi serikalini. Tunahitaji viongozi waadilifu, wanaopenda nchi yao, wanaoangalia kwamba leo kuna mama ni mjamzito, mimba yake akajifungua, yule mtoto alikuta Tanzania iko ya aina gani? Watoto wetu wanahitaji kukuta nchi bado ni moja. Rasilimali zote za nchi zipo. Wafurahie matunda ya nchi yao. Kwenye utawala wa Membe, Tanzania ilikuwa na watu wachache waliokuwa wanafaidi keki ya nchi hii. Wafanyabiashara alisema kwamba atawarejesha akiwa rais, kwamba atarejesha wafanyabiashara. Mheshimiwa Rais Magufuli, cha kwanza hana ugomvi na wafanyabiashara, cha kwanza hana. Cha pili, Rais Magufuli alichokuwa na kidai kwenye wafanyabiashara wa nchi hii, wageni na wazawa, ni kodi peke yake. Kodi. Magufuli hajawahi kutukana mfanyabiashara, hajawahi kumkamata mfanyabiashara kwa kumwonea, ni kodi. Ulaya usipolipa kodi ni kosa la jinai, unafungwa miaka 12 jela Ulaya. Kodi. Rais Magufuli ana ugomvi na wafanyabiashara. Rais Magufuli hajawahi kufukuza wafanyabiashara nchi hii. Rais Magufuli amekutana na wafanyabiashara, nyinyi mashahidi zangu wa Tanzania. Amekutana na wafanyabiashara, akawaambia mna matatizo gani nyinyi wafanyabiashara? Wakaeleza shida zao. Na bahati nzuri vikao vyote vilikuwa vinaendeshwa live kwenye TV. Rais Magufuli amekutana na wafanyabiashara wa madini. Amekutana na wafanyabiashara wa migodi hawa. Amekutana na watu wa dini. Rais Magufuli amefanya. Memba anasema kwamba rais amefukuza wafanyabiashara. Wafanyabiashara waliofukuzwa ni hawa walioiba hela hizi za mfuko simenti, kiwanda cha simenti Lindi, karibu bilioni 200. Zimeibwa na watu wa Membe na yeye anajua. Ndio wafanyabiashara wa aina hiyo. Wale waliochukua fedha ya Gaddafi iliyotoka kwa ajili ya Watanzania, wafanyabiashara wa namna hiyo.
Magufuli anawapenda wafanyabiashara, anawathamini. Hajafukuza wafanyabiashara, anawapenda wafanyabiashara. Kodi, wa Tanzania wajibu wetu wa kwanza ni kulipa kodi. Kodi ndio inafanya watu wasome bure, mahospitalini kwenda madawa, barabara zijengwe, mama wajifungulie kwenye vitanda vizuri. Kodi. Membe anataka watu wasilipe kodi, alafu hiyo kodi achukue yeye na mkewe na familia yake waanze kutanua Ulaya, alafu Watanzania waendelee kutaabika. Watu walikuwa, yeye Membe aliwahi kutamka na mnukuu, sisi tulikuwa tunapishana kwenda Ulaya na kwenye ndege kama njiwa na ndege wanaopishana hewani. Kwenye utawala wa kina Membe, mtu ananunua suti Marekani, anafua suti Norway, anampeleka demu wake Italia. Yaani mpaka nguo za demu wake zinanunuliwa Marekani, suti zinanunuliwa Marekani, suti inafuliwa Ujerumani, suti na fedha ya nchi na uwezi amini, walikuwa wanachukua mpaka ndege. Yaani ndege ya nchi inachukuliwa kwenda kufua suti Ujerumani. Lakini ukiangalia madarasani watu wanakaa chini, hospitalini wanamzungu wanne. Membe ndo anataka kuleta hayo tena, hayatorudi tena nchi hii. Hayo mambo ya kuiba rasilimali za nchi yetu hayatorudi tena, hayatorudi tena. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais Magufuli anawapenda sana wafanyabiashara sana. Ni rais ambaye anawaonea Watanzania huruma. Amejitahidi miaka mitano kufanya mambo makubwa sana, na kwa sababu ni wakati wa uchaguzi huwa anapenda kukumbusha, kwa sababu usiposema pia watu wanasahau Magufuli amefanya nini. Wakati wa utawala wa Membe kulikuwa hakuna ndege, kulikuwa na ndege moja inakodishwa, na hiyo ndege walikodi Afrika Kusini. Kwa siku wanalipa dola 47 kwa siku, dola USD 47. Wenye mahesabu mtanani hapo, mtaingiza kwenye T-shillings, mtaona ni shilingi ngapi ndege moja ya kodi. Magufuli leo ana ndege 11, 8 zipo, 3 zinakuja karibuni. Muhimbili pale wakina mama walikuwa wanajifungulia chini pale hospitali ya taifa ya Muhimbili. Magufuli alipoingia tu akajenga wodi ya wakina mama wajawazito, na hivi akajenga barabara njia 6 kutoka Mwenge Moroko. Na wakumbusha kwa sababu kuna kila sababu ya kujikumbusha ili hawa kina Membe hawa wauni wasiwe na nafasi ya kutupaka matope nje. Bandarini pale ukienda leo, bandari ile imetanuliwa, imeongezwa kina, inaweza katoa meli yoyote yenye uzito wowote Dar es Salaam na Mtwara. Bandari pale bandarini, serikali kwa kitu chochote, watu wanachukua pesa zao bandarini, wanapeleka kwenye nyumba zao na wake zao na nyumba zao ndogo, basi ndio wanakuwa faidi. Leo bandarini fedha inaingia ya bandari kwa sababu ya utawala wa Magufuli. Wakati wa utawala kina Membe, watoto wetu walikuwa wasomi bure. Leo Magufuli anasomesha watoto wetu bure, chekechea mpaka kidato cha 4, akiwemo hata mkwe wa Membe, mjukuu wa Membe anasomeshwa na Magufuli bure. Bilioni karibu 400 na usheni inatolewa kwenye mikopo ya vyuo vikuu. Leo hii hakuna maandamano, hakuna migomo kwenye vyuo vikuu. Bilioni 23 inatolewa kwenye elimu ya msingi bure. Bilioni 23 kwa ajili ya elimu ya msingi bure. Bilioni 400 na usheni vyuo vikuu mikopo. Ni nani? Ni Magufuli. Kwa nini hizo pesa hazikuwepo enzi hizo? Kwa nini leo zipo? Vyuo vikuu sio ni kama 450 hivi mikopo ya vyuo vikuu. SGR Mwalimu Nyerere alituletea reli wakati ule wa Tanganyika, baadaye ikaja Tanzania.
Reli ilijengwa na Mjerumani, tulikuwa tunatumia hadi leo. Magufuli leo anatujengea reli Mara Kibaha bilioni 140. Ujenzi wa meli Maziwa Makuu bilioni 172.3. Ujenzi wa maeneo ya halmashauri ikiwemo Bunda, maeneo mbalimbali trilioni 1.35. Hiyo ni kodi ya wananchi, ni kodi. Mradi wa umeme Mto Rufiji trilioni 6.5. Ujenzi wa Kigongo Busisi bilioni 699. Ujenzi wa rada 4 bilioni 167. Kumbukeni, Tanzania ilikuwa na rada moja ambayo haiwezi kuona popote. Yaani tulikuwa tunatumia ndege, tunatumia wa Kenya. Yaani usalama wa Tanzania chini ya wakina Membe. Hii nchi ilikuwa inalindwa na Kenya na Uganda. Chini ya Magufuli leo usalama wa anga la Tanzania unalindwa na rada za Tanzania. Pesa imetoka wapi? Ujenzi wa barabara za juu Bungo bilioni 247. Ujenzi wa barabara za Dar peke yake, mzunguko wa Dar es Salaam karibu bilioni 660. Bilioni 660 barabara za Dar. Ninajaribu kuwakumbusha hayo kwa sababu wa Tanzania lazima tuwe tunakumbushana, hasa anapokuja muhuni huyu mwanachama wa Zitto Kabwe huyu anaitwa Bernard Membe, anapokuja kupotosha ili serikali hii iliyo madarakani ionekane haijafanya kitu. Wajibu wetu ni kuwaeleza Watanzania kwamba Rais Magufuli amefanya 1, 2, 3. Hatuwezi kuacha. Kumbukeni kulikuwa na escrow. Kulikuwa na mabishano, pesa ya wananchi sio wananchi. Waziri wa mambo ya nje alikuwa Bernard Membe. Leo Mugere Malira aliyetoa fedha nyingi za escrow yuko ndani. Abinda Sesi wa IPTL yuko ndani. Sasa unataka rais wa aina gani? Magufuli anapambana na ufisadi kwa vitendo. Kina Zitto walizoea kuiba. Zitto anasema kwamba heti mwananchi jiangalie ulivyo. Hivi leo ukienda kwa mama ntilie ukamwambia Magufuli ni mbaya, atakuelewa? Ukaenda kwa bodaboda ukamwambia Magufuli ni mbaya, atakuelewa? Kwenye utawala wa awamu ya kina Membe, mama ntilie, bodaboda walikuwa wanashinda vituo vya polisi. Walikuwa wanashinda sio halmashauri za jiji. Mama amebeba machungwa, ana viazi, ana karanga zake, anakamatwa na mgambo mtama. Mama anadondoka hapo anazimia. Leo kwenye utawala Magufuli hakuna mama ntilie, hakuna bodaboda, hakuna bajaji, anayenyanyaswa na migambo wa jiji hayupo. Kwenye baraza la mawaziri Magufuli ameteua walemavu wamo mule. Amevunja rekodi kwa kuwateua walemavu. Kwenye nafasi mbalimbali za wilaya, mikoa, amevunja rekodi. Kuna mtu anaitwa Sheponda, lakini sio mbaya maana amekamatwa nafikiri. Sheponda niliwahi kumzungumzia. Nchi hii haiendeshwi kwa udini wala ukabila. Zitto Kabwe na Bernard Membe na Maalim Seif nimekuwa nawazungumza sana. Wamemseti Sheponda ambaye kwa kumbukumbu zangu sio Mtanzania, aliwahi kukuzwa Uganda ndio akimbilia Tanzania. Anataka kuseti ajenda za Uislamu na Ukristo. Na mimi nishasema nchi hii haiwezi kuendeshwa kwa udini. Mimi yule Sheponda ningekuwa ndio mimi kiongozi, asingetoka tena mpaka angezeekea huko jela. Ningekuwa mimi. Usije ukaentertain udini kwenye mambo ya msingi. Watanzania tumezoea Muislamu na Mkristo ni kitu kimoja. Na tumeenda mbali zaidi. Sasa hivi Muislamu anazaa na Mkristo, Mkristo anazaa na Muislamu. Kwenye misiba ya Waislamu, Wakristo wanakwenda. Kwenye misiba ya Wakristo, Waislamu wanakwenda. Halafu anakuja mtu anataka kutuambia kwamba Waislamu mnaonewa, Wakristo mnaonewa. Anatokaje huyo ndani?
si wakuonea aibu hata kidogo. Nchi hii wakina Nyerere na kina Kawawa na kina Sykes na wakina Mwalike Sokoine walitengeneza mpaka leo hapa ilipofikia. Hakuna udini, hakuna ukabila. Alafu anakuja mtu mmoja anakuambia eti Waislamu na Wakristo hakuna balance hapa. Hiyo balance inatoka kwa baba yake na mama yake. Nchi hii sio ya kuletea mchezo. Mwalimu Nyerere angefuka leo, angeitisha press conference, angemsifia Magufuli. Kwa sababu Magufuli anapambana na wezi kwa vitendo, analinda rasilimali kwa vitendo. Mtu anajiita Sheikh Ponda, Maalim Seif ana miaka 90. Anawashauri watu waingie barabarani. Vijana wadogo, kuweni makini wa Unguja na Pemba na Bara. Msidanganywe na Maalim Seif, sijui Sheikh Ponda, sijui Zitto Kabwe, sijui Membe, wasiwadanganye. Amani kuondoka ni dakika 2. Kurejea amani hiyo inachukua miaka mamilioni. Watanzania tunahitaji kudumisha hii amani. Uchaguzi usitufanye tuvurugane. Uchaguzi ufanyike, lakini amani yetu iendelee. Rais wetu Magufuli ni rais wa vitendo. Naombeni msapoti. Hivi tungekuwa tuzungumzia udini na ukabila, si Wasukuma pekee ndio wangempigia Magufuli kura. Magufuli kapigiwa kura na Wajita, Wanyamwezi, Wanyakyusa, Wasambaa, sijui Wagogo, wote makabila yote Tanzania 23 yamempigia Magufuli kura. Tuna makabila karibu 123 nchi hii. Yote yamempigia kura. Na watampigia kura tena uchaguzi wa mwaka huu. Magufuli ameingia madarakani, amewajengea Waislamu msikiti wa maana sana pale Dar es Salaam, na ni mkubwa kuliko misikiti yote Tanzania pale Magomeni. Nchi hii iliwahi kuongozwa na Waislamu, walijenga misikiti kuliko waliojengwa pale Dar es Salaam na Magufuli. Sasa Sheikh Ponda asitaki kuwadanganya kwamba sasa eti yeye Waislamu na Wakristo eti tuwe sasa yani tubagwane. Sheikh Ponda ni Mganda, sio Mtanzania. Waganda wanabaguana kwa dini na ukabila. Watanzania tubagwani kwa dini. Waislamu na Wakristo ni ndugu. Muislamu amejenga nyumba, Mkristo amepanga. Mkristo amejenga nyumba, Muislamu amepanga. Ndio Watanzania tulivyo, na lazima tulinde hilo. Kama kuna mtu anataka kulibadilisha hilo, tunakula naye, hakuna kumwachia huyo. Ni ile akae mahabusu huko miaka hata 200, lakini Waislamu na Wakristo waendelee kupendana kama kawaida na kuoleana na kusaidiana kila kitu. Niliona ule waraka wa Ponda, niliusoma, nikaurudia karibu siku nzima. Nikasema hivi, Ponda anafikiri nchi haina wenyewe? Anataka kutugawa Tanzania kidini? Je, ni nani huyu? Watanzania sisi tumeungwa kwa wamoja, na lazima tusimamie umoja huo kwa nguvu zote. Nchi hii haiwezi kugawanywa kwa udini, haiwezi, au kabila, haiwezi. Tanzania tunataka tuendelee hatua na hatua kubwa zaidi chini ya Magufuli. Nchi hii kwa mawazo yangu, Mwalimu alifanya vizuri, Mwinyi alifanya vizuri, Mkapa alifanya vizuri, Kikwete alifanya vizuri. Kulikuwa na mapungufu hivi kama haya kuna Membe. Maana viongozi wetu wa ngazi ya urais walikuwa ni wazuri sana. Lakini anaweza akatokea waziri mmoja tukichaa hivi akammisilidi Mheshimiwa Rais. Na Membe alikuwa miongoni mwao. Unajengaje mahoteli? Kulikuwa na mahoteli makubwa huko Lindi, mahoteli ya Membe mawili makubwa. Aliyatoa wapi wakati yeye ni waziri? Mtumishi wa umma anakuwa na hoteli ya kitalii nyota 5. Wewe unatoa wapi hiyo hela? Membe leo hii ana raia 2. Membe ni raia wa Canada, Membe ni raia wa Tanzania. Kwa nini atembea passport 2 kama anajiamini? Na ndio maana alikuwa anangania tuwe na uraia pacha. Si utaleta magaidi hapa.
Sasa nikaona niwakumbushe haya Watanzania wenzangu kuhusiana na huyu Bernard Camillus Membe na timu yake ambayo moja, wana plani kuleta udini kwenye uchaguzi. Mbili, wanataka kwenda kumchafua Mheshimiwa Rais kwa wafanyabiashara. Tatu, wanataka kurejesha ule ufisadi uliokithiri katika nchi yetu kwa urejeshi Tanzania. Narudia tena, nchi hii chini ya Magufuli, Majaliwa, Mama Samia, ufisadi haurudi. Ufisadi haurudi. Watanzania, mwaminini rais wenu, anawapenda na anawajali. Magufuli tumeletewa na Mwenyezi Mungu na anafanya kazi kubwa ya kuwaletea maendeleo wa Tanzania kwa kodi zenu, fedha zenu. Mwatafakari sana wanasiasa, Maalim Seif, Zitto Kabwe, Bernard Membe. Mwatafakari sana, wana ajenda ya kuleta udini ama wana ajenda ya maendeleo? Maana hao niliowataja wanamtumia Shepona kuleta mgawanyiko kati ya dini zetu kubwa mbili, Wakristo na Waislamu. Wana ajenda ya kutumia Wakristo waende makanisani, Waislamu waende misikitini. Mwanasiasa akikosa hoja anakimbilia kwenye udini, kwenye ukabila na kwenye ukanda. Amekosa hoja. Kwa hiyo ule mkataba wa Bagamoyo ulikuwa ni mkataba wa hovyo, na ni kwa sababu tu Mheshimiwa Rais Magufuli ni mpole. Lakini Mheshimiwa Rais Magufuli alikuwa mkali kama mimi, wale wote walioingia mkataba wa Bagamoyo ule wangekuwa mahabusu hadi sasa na wasingetoka. Huwezi kuuza ardhi ya Tanzania miaka 99 halafu nikakuacha. Haipo. Wafanyabiashara wa nchi hii ambao ni clean, safi, wanafanya kazi zao vizuri. Miongoni mwao ni Baresa. Baresa anafanya biashara yake vizuri tu. Ni Mtanzania, ni mzawa. Reginald Membe amefariki, Mungu amrehemu. Biashara zake zinaendelea. Wafanyabiashara waliokuwa na jingeji na wakina Membe, baada ya kulipa kodi analipa hela mfukoni kwa Membe, ndio wamekimbia. Lakini Rais Magufuli anawapenda wafanyabiashara sana, anawaheshimu. Na nimeongea na wafanyabiashara kama watano kabla kuja kuongea hapa, wamenithibitishia kwamba serikali hii haina ugomvi na wafanyabiashara. Serikali hii inawathamini wafanyabiashara, na kudhihirisha hilo, ukienda bandarini pale Dar es Salaam kuna meli zaidi ya karibu 60 za mizigo ziko pale bandari Dar es Salaam. Rais Magufuli anawapenda wafanyabiashara, anawathamini wafanyabiashara, anawapenda Watanzania na watu wa kawaida anawapenda. Baada ya kusema hayo, nihitimisha kusema kwamba niwatakieni uchaguzi mwema wa Tanzania, uchaguzi wa amani, upendo na mshikamano. Nchi yetu hii ni nzuri, haipaswi kuvurugwa kwa namna yoyote ile kwa sababu ya uchaguzi. Wapinzani CCM wote wanahitaji kwa kitu kimoja, tumalize uchaguzi huu kwa amani na mshikamano. Wapemba, Waunguja, watu kutoka Mara, Songea, Dar es Salaam, Arusha ni watu wamoja. Tusibaguane kwa sababu ya dini zetu, kwa sababu ya rangi zetu, kwa sababu ya makabila yetu. Sisi ni wamoja. Na mtu yoyote akija kushauri kwamba Mzanzibari umfukuze Mbara, huyo mtu mpige hata kofi. Au Mbara mchukie Mzanzibari, karipoti polisi hata kamata huyo mtu. Na washukuruni sana na asanteni sana.